Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha Saa Faraja katika Kristo, na tunaendelea na somo letu la kufasiri ndoto kibiblia. Na kabla hatujaendelea na kipindi hiki, tumshukuru Mungu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wetu na msikilizaji wetu popote alipo ulimwenguni anapotusikiliza na kututizama. Tunakusihi Roho wako Mtakatifu amwatamie, afungue usikivu wake ili aweze kuelewa kila tutakachokifundisha. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba uanze nasi na kumaliza nasi. Katika jina la Yesu, Mungu libariki neno lako la siku ya leo. Amen. Na leo tunaendelea na fasiri nyingine. Fasiri nyingine ni kuota unafanya mapenzi katika ulimwengu wa roho na mtu usiyemjua, au kuota unafanya hivyo na mnyama kama mbwa, au kuota umeng'atwa na mbwa. Fasiri zake ni nini? Mbwa amebeba roho ya uzinzi kali sana katika ulimwengu wa roho. Mnakumbuka Mungu alipokuwa anawatoa Israeli katika utumwa wa Misri, aliwaambia hata mbwa wa Kimisri haruhusiwi kubweka kwao. Kwa hiyo kung'atwa na mbwa kwenye ulimwengu wa roho, maana yake kuna roho imeachiliwa ndani yako ya uzinzi. Lakini mbwa pia, meno ya mbwa yana sumu. Kuna sumu imeachiliwa ndani yako. Mbwa wamebeba magonjwa. Kuna ugonjwa umeachiliwa ndani yako. Lakini kuota unazini na mtu katika ulimwengu wa roho, maana yake kuna agano umeingia na mtu usiyemfahamu. Kwa kama ni majini, kama ni mapepo, kama ni watu waliokufa, maana yake kama ni mtu aliyekufa umeingizwa kwenye agano la kimizimu. Kama ni watu ambao unawafahamu, kuna agano ambalo umeingia. Ni mbaya sana. Kwa hiyo kama wewe ni mwanaume ukaota hivyo unafanya na mtu usiyemjua, maana yake ujue tayari una jini mahaba ambalo linakufuatilia kwa njia ya ndoto. Kama wewe ni yani huko kwenye ulimwengu wa ndoto kuna mambo mengi sana. Kuna wengine wanaota wanaume kwa wanaume wanafanya hilo jambo, ni roho ya ushoga. Wanawake kwa wanawake ni roho ya usagaji inaingizwa kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukisoma Hesabu 25 wameelezea zaidi kwamba wale watu walivyokula walianza kuzini na wale watu. Maana yake walianza kuzini na ile miungu ya lile eneo. Kwa hiyo huyo anayelala na wewe katika ulimwengu wa roho, jinsi alivyo ndivyo wewe utakavyokuwa. Maana Biblia inasema kwamba mtu yoyote anayelala na kahaba yani hana akili kabisa. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni akili zinachukuliwa katika ulimwengu wa roho. Akili zako zinachukuliwa. Lakini kitu kingine, kuna agano ambalo unaingia. Kwa hiyo kama ni mwanamke ambaye hajaolewa, maana yake wewe kuolewa itakuwa ngumu kwa sababu una mwanaume kwa jinsi ya rohoni. Una spiritual husband kwa Kiingereza. Lazima watu waje, lazima uombewe hicho kitu kikuachilie. Kama ni mwanaume, yani unaona hivyo vitu mpaka unaamka ukiwa umechafuka, ni mbaya sana. Hizo ndoto ni mbaya sana. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Yuda sura ya 1, anaeleza wazi, kadhalika hawa katika kuota kwao hutia mwili unajisi. Kwa hiyo kuna wanaume wengi sana huwa pia wanaota hizo ndoto. Wako na mtu wanafanya hayo mambo ya uzinzi na uasherati, lakini katika ulimwengu wa ndoto, na wengine wameshindwa hata kuoa kwa sababu ya hiyo hali inamtokea mara kwa mara. Lakini kuna kitu kinaitwa marine spirit, maroho yanayokaa kwenye maji. Kama wewe umewahi kuogelea sana au kuendaenda bichi, basi hayo maroho pia huwa yanakaa kwenye maji sana. Kwa hiyo inabidi kuomba, na sio maombi madogo, yanatakiwa maombi haswa ya kufunga na kuomba. Kuna mambo mengine hayawezekani bila kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba, kufunga hiyo milango hiyo roho inakopitia. Kufunga hiyo milango. Kuna watu ambao wengi wanapitia hiyo hali na wanakuwa wanateseka sana kwa sababu hawajui kwa nini hicho kitu kinawatokea. Wanakuta wanazini na watu ambao hawafahamu. Wanakuwa pia wengine wanafanya mapenzi ya jinsia moja na watu wasiowafahamu kwenye ndoto, na hawajui kwa nini.
ni mashambulizi katika lango la ndoto, na lazima ujifunze kusoma kitabu cha Yuda sura ya 1 ule mstari wa 8. Anasema kadhalika hawa katika kuota kwao hutia mwili uchafu, hukataa kutawaliwa na kuyatukana matukufu. Kwa hiyo ukishaona umezini kule kwenye ndoto, mpaka ukiamka huku kwenye mwili unajikuta umechafuka. Maana yake katika ulimwengu wa roho, kama wewe ni mwanaume una mwanamke rohoni, hautaweza kuoa kwa mwili huku mwilini tena. Kwa sababu huwezi kuoa kama nguvu zako zinapotea. Na ukisoma kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ya 3 inaeleza kabisa, na wasieni binti za Yerusalemu kwa pana kwa yala, msiachochee mapenzi mpaka atakapoona wakati wake yenyewe. Kwa hiyo kuna watu wengi wamekuwa wakiteswa na hizo ndoto sana, hasa vijana wanaoanza kukua wamekuwa wakiota sana, na wanamke wanakuta wamechafuka, wanashindwa kuelewa kwa nini ninaota hivi. Na huenda umeokoka lakini hivyo vitu vinakutokea. Tenga muda wa kufunga na kuomba na kuvunja hayo maagano, kwa sababu ukishazini kule kwenye ulimwengu wa ndoto umeingia tayari kwenye maagano. Kuna maagano umeingia na mwanamke wa kipepo, kuna maagano umeingia na mwanaume wa kipepo huko. Lazima uingie kwenye maombi, uvunje hayo maagano, uharibu huo mfumo wa kuzimu. Lakini kuna mwingine unaota unanyonyesha kwenye ndoto, na huku mwilini haujawahi kuolewa wala hauna mtoto. Maana yake umeshalala na hilo pepo kwenye ulimwengu wa roho mpaka limekupa mimba na umezaa mtoto huko. Ufanye maombi ya kufunga na kuomba, muue huyo mtoto wa kipepo. Alafu achilia damu ya Yesu Kristo na kuomba sasa na Wakolosai 3:3, kuua viungo vyote vya mwili na kuvifisha. Biblia inazungumza katika Wakolosai 3:3, mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo. Hivi ni lazima ufiche viungo vyako vya uzazi kwenye damu ya Yesu, ili mapepo, majini, maroho haya machafu yasiweze kukuona. Mwili wako ni hekalu la Mungu. Lakini wakati mwingine anaota anafanya na hao watu. Mwingine anaota anafanya hivyo na kundi la watu. Mwingine anaota anaona watu wanafanya. Wewe mwingine unaota ndoto unatokewa na mtu anakuonyesha uchi wake mpaka unasisimuka kwenye ulimwengu wa roho. Ni mbaya, ni maroho ya uasherati, ni maroho ya uzinzi, maroho machafu hayo. Hayo yanatakiwa kabisa kufunga hata siku 3 na kuomba, kujiombea wewe mwenyewe. Unajua tatizo, mtu akishaokoka anafikiri basi imekwisha. Kuna vifungo vingine haviondoki. Ni lazima ufanye maombi ya ziada. Lazima ufanye maombi ya ziada, ujiombee mwenyewe, uombee utumishi wako, uombee mwili wako. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na nguvu za Roho Mtakatifu ili zije juu yako, lazima uombe sana. Upate muda wa kutosha na Mungu. Ujue maana ya kusema ombeni nanyi mtapewa. Katika kile kitabu cha Mathayo 7, mstari ule wa 7. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Tafuteni nanyi mtaona. Uombe na uombe sana kwa muda mrefu. Tena tunashauri kama unaweza kuomba kwa kunena kwa lugha, unene kwa lugha sana. Kwa sababu mtu anayeomba kwa kunena kwa lugha ongei na watu, anaongea na Mungu. Wakorintho wa 1:14 mstari wa 14. Unapoomba kwa kunena kwa lugha kwa muda mrefu, hayo maroho hayo yanakosa nguvu, kwa sababu ukinena kwa lugha unatiisha nafsi yako. Kwa hiyo unatiisha mawazo mabaya, na maroho hayo machafu yanaenda kukuachilia. Kwa kuna mwingine unakuta anazini na mnyama kule kwenye ndoto. Ni mbaya sana. Ni roho ya mauti inakufuatilia. Kule kwenye Mambo ya Walawi wamesema yoyote anayelala na mnyama na uwawe. Kwa hiyo ni roho ya mauti inakufuatilia. Lakini kuota unalala na mtu aliyekuzidi umri kama mtu mzee, hiyo ndiyo mbaya zaidi na ni hatari. Unaingizwa kwenye maagano ya watu wa zamani yaliyopita, kwenye maagano. Yani umewezeshewa, kama wewe ni mwanamke, maana yake ulimwengu wa roho unakupa taarifa, mizimu. Yani umewezeshewa mtu ambaye alishakufa, ndio umewezeshewa huyo. Ulishafanywa harusi ya kimila, ulishafungiwa ndoa za kimila. Kwa hiyo inabidi kuomba sana katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunapokuwa tunaomba, tunaamini ya kwamba kuna vitu vikubwa sana vitaenda kutokea. Na kabla sijamaliza, nataka niombe na watu ambao wamekuwa wakiota ndoto hizo, wanateswa na hayo maroho machafu hayo, wanaota wanazini, wanazinishwa na watu wasiowajua. Watu wengine wanakuwa kama ni mashombe, Waarabu hawa, watu wa ajabu, watu warefu, wengine hawaeleweki, sura zionekani, lakini unaona maumbile yao. Tunataka tuombe na kuharibu hizo roho. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mtakatifu, asante kwa sababu ya neno lako hili. Tunaachilia damu ya Yesu Kristo kuomba toba kwa ajili yetu wote, na kwa ajili ya huyu anayenitazama ambaye amekuwa akiteswa na ndoto hizi. Maroho haya majini mahaba, marine spirit, maroho haya machafu ambaye amekuwa yakimtesa. Baba, tunatubu kwa ajili ya huo mlango uliofunguka. Huenda kuna mwingine ameangalia picha chafu hizi ambazo ni za uzinaa katika mitandao mbalimbali, na sasa Bwana, yale mapepo yamepata kumuingia kwa njia ya kuona. Tunaomba toba kwa ajili ya huo mlango.
Wengine amekuwa akiota anang'atwa na mbwa, alafu ghafla ameshangaa na kuwa na waka tamaa za zinaa sana. Baba, tunatubu kwa ajili ya mlango huo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tunaachilia moto kwenye ulimwengu wa roho kuziba na kusambaratisha kabisa hiyo roho na huyo mwanamke wa kipepo na huyo mwanaume wa kipepo, na tunatangaza uzima juu ya mtumishi wako katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zako zimfunike hapo alipo wanaponisikiliza, na hiyo line tumeifunga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mlango huo wa kupitisha hayo maroho tumeufunga, hawatamuona. Tunaweka ukuta wa damu ya Yesu Kristo na kunyunyuza damu ya Yesu Kristo sasa na Ibrania 12:24 kutangua na kubatilisha na kuvunja agano lililoingia kwa njia ya zinaa katika ulimwengu wa roho katika jina Yesu. Na kama kuna watoto wote aliopata huko kwenye ulimwengu wa roho, tunawapiga kwa radi ya damu Yesu na kuwaua. Kuanzia sasa tunatangaza mtu huyu akafunguliwa na kuwekwa huru kutoka kwenye vifungo hivyo vya zinaa, na mbwa hao wa kipepo wanaomkimbiza wamng'ate tunawapiga kwa radi na kuwaua kabisa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Biblia inasema mwana akiwaika huru mtakuwa huru kweli kweli. Tunakufungua leo na kukuweka huru kutoka kwenye mateso na utumwa na kutumikishwa na maroho hayo katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu zikushukie kama umeme mahali unapotusikiliza, na maroho hayo yapate kuwaka moto na kuteketea. Basi ikiwa umefuatisha maombi tukua tunaomba hapa, sasa achilia sadaka. Sadaka inafanya kitu kikubwa katika ulimwengu wa roho, inazuia mambo mabaya. Achilia sadaka, na ukisha achilia sadaka, soma neno la Mungu sana, funga na kuomba, na uwe na ushirika karibu na Yesu, na utafunguliwa kutoka kwenye kifungo hicho. Wasiliana nasi kama bado una changamoto kama hiyo kupitia namba za simu zinazopita hapo, na tutakusaidia zaidi. Mungu akubariki sana kwa kutufuatilia. Amen.